Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Turusi Maili. Katika ibada ya siku hii ya leo, kichwa cha somo kinasema kutimiza mapenzi ya Mungu. Tuombe. Baba wa mbinguni, ninakusihi na kukuomba utusaidie kutimiza mapenzi yako katika maisha yetu. Ninakuomba Mungu wa mbinguni, hata mimi nitakayesoma haya maneno nisaidie kuyaishi. Kila mmoja anayesikiliza nisaidie akapate kuyaishi yale mapenzi yako. Zaidi sana Mungu wa mbinguni, kaonekane mwanzo hadi mwisho na ukajitwalie watu watakao kubali kwa ajili ya uzima wa milele, kwa jina la Yesu. Amen. Kichwa cha somo kinasema kutimiza mapenzi ya Mungu. Tunapozungumzia mapenzi ya Mungu ni kuishi sawasawa na makusudi ya Mungu, ni kuishi sawasawa na maelekezo na matakwa ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo unatakiwa ujiulize, kwa jinsi ambavyo unavaa wewe ni sawasawa na makusudi ya Mungu? Jiuliza, kwa jinsi ambavyo unaishi wewe ni sawasawa na maagizo ya Mungu? Jiuliza. Kwa jinsi ambavyo unaishi na majirani zako, kwa jinsi ambavyo unaishi na watu wanaokuzunguka, hayo ndiyo yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako? Kutimiza mapenzi ya Mungu. Nisikiliza. Kiuhalisia tunaishi katika karne na nyakati ambazo mapenzi ya Mungu yamefafanuliwa sana katika maisha yetu. Yaani kama ni habari ya kuhubiriwa neno la Mungu, yaani kama ni habari za kuhubiriwa kwa Yesu Kristo, kama ni habari za kufunuliwa kwa huyu Yesu Mwokozi aliye hai, hizi habari zimefunguliwa sana katika maisha yetu. Lakini swali katika mchana wa leo ni kwamba unayatii mapenzi ya Mungu? Ujiulize, ni mara ngapi umehudhuria katika ibada, umefundishwa habari za Mungu aliye hai? Ni mara ngapi umehubiriwa namna ambavyo unapaswa kuishi katika ulimwengu? Ni mara ngapi ambavyo umeonya juu ya mwenendo usiofaa? Swali katika mchana wa leo, unaishi yaliyo makusudi ya Mungu au unaishi yaliyo makusudi yako? Maadamu uko hai hapa duniani, Mungu anakusudi na wewe. Hivyo katika siku ya leo, ishi katika makusudi ya Mungu, ili kupitia wewe Mungu wa mbinguni akajisifu. Mungu afeel proud kwa ajili yako. Katika kitabu cha Mathayo 6 na ile fungu la 10, Biblia inasema, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hapa ni kile kipindi ambapo Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Na mojawapo ya mambo ambayo aliwaambia ni kumwomba Mungu atimize mapenzi yake katika maisha yao hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo katika leo, hata leo ilivyo leo katika maisha yetu, ni kwamba sisi wanadamu tumekuwa watu ambao tunaomba tu Mungu atimize mahitaji yetu, Mungu atimize yaliyo matakwa yetu, lakini sisi katika hoja ya kutimiza mapenzi ya Mungu hatuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama mtu anahitaji mwenzi wa maisha, Mungu ampatie. Kama mtu anahitaji kupata mtoto, Mungu ampatie. Kama huyu mtu anahitaji Mungu amtendee jambo fulani, Mungu atende. Lakini katika yeye kuwa tayari kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yake, hayuko tayari.
Hebu jiulize, unaishi sawasawa na makusudi ya Mungu? Yaani tumekuwa watu ambao tunamtaka Mungu tu atende katika maisha yetu, ila sisi hatuko tayari kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hatuko tayari kufanya kila ambacho Mungu anakiagiza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Unakuta ni mtu, sikiliza, yaani yeye ameshatelekeza mtoto huko, alafu unakuta anamuomba Mungu ajibu, na hapo Mungu akichelewa tu kujibu, yeye anaanza kulalamika, alafu yeye wala hajatimiza ile mapenzi ya Mungu. Unakuta ameshatelekeza watoto kule. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tafasiri yake ni kwamba Mungu anapotimiza mapenzi yake katika maisha yetu, sisi pia inatupasa kutimiza yale mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na sisi tumekuwa hatuko tayari kutimiza yale mapenzi ya Mungu, ila tunataka yale Mungu yeye atimize yale mapenzi yake katika maisha yetu. Katika siku ya leo, Mungu anatamani kuona watu ambao wanaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, watu ambao wanaishi katika kusudi la Mungu la wao kuwepo katika ulimwengu. Mapenzi yako yatimizwe. Katika Biblia, kitabu cha Yakobo 4 na ile fungu la 17, Biblia inasema, Yakobo 4 na ile fungu la 17, Biblia inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumeshafundishwa habari ya kuwatendea wengine wema. Tumefundishwa habari ya kugusa wahitaji. Tumefundishwa habari ya kuwatendea wanadamu wenzetu mema. Nisikilize, yaani kama hizo habari unazijua na hauzitendi, Biblia inasema ni dhambi. Hebu jiulize, Mungu ametoa maelekezo mara ngapi katika maisha yetu? Tumekuwa watu ambao Mungu anapotoa maelekezo kupitia watumishi, maybe mhubiri anahubiri, anapokuwa akihubiri unakuwa unaazimia kwamba mimi moyoni mwangu naenda kutimiza ile mapenzi ya Mungu, lakini ukishatoka pale unarudi pale pale katika maisha ya dhambi. Hebu jiulize, unatimiza leo mahitaji ya Mungu, yale mapenzi ya Mungu katika maisha yako? Biblia inasema hivi, basi yeye ajuaye kutenda mema. Yaani kama unajua kutenda mema, yaani Mungu tumeshafundishwa habari ya kuwafanyia watu wengine jinsi ambavyo Yesu aliwafanyia. Yaani umeshafundishwa habari za kuwagusa watoto yatima, umeshafundishwa habari za kuwagusa wajane, umeshafundishwa habari za kuwafikia wahitaji katika mahitaji yao, alafu kawa na nafasi ya kufanya hivyo, alafu zenu usifanye, kwako ni dhambi. Biblia inasema. Watu wengi tumekuwa tukiishi mapenzi ya Mungu katika midomo, lakini sio katika matendo. Yaani watu wengi tumekuwa tukiishi maisha ya kuonekana kwamba sisi ni watakatifu, lakini kiuhalisia utakatifu umekuwa unaishia kanisani. Ndio maana unakuta kuna watu wanaoishi maisha ya aina mbili. Sikiliza, hii haijalishi dini ya mtu, haijalishi dhehebu. Unakuta mtu akiwa kanisani anaonekana kuwa ni mtakatifu, akisimama mbele akiongoza ibada anaonekana kuwa ni mtakatifu. Yaani ukimwona kanisani unasema huyu si ndio msafiri wa mbinguni, lakini ukikutana naye katika mazingira tofauti na mazingira ya kanisani, hautoamini kwa
kwamba huyu ndiye aliyesimama mimbarini akatuhubiri habari njema, huyu ndiye aliyesimama mimbarini akaimba, huyu ndiye aliyesimama mimbarini akatufundisha. Sikiliza, kuna watu ambao tunaishi maisha ya aina mbili, maisha ya utakatifu tukiwa kanisani, halafu maisha ya uovu tukiwa nje ya kanisa. Nisikilize, kutimiza mapenzi ya Mungu. Katika kitabu cha Mathayo 15 na lile fungu la 8, Biblia inasema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Huyo ni Mungu anasema. Wakati huo Yesu alikuwa akizungumza na Mafarisayo. Wakati Yesu anazungumza akasema, hawa Mafarisayo mnaoona hawa leo, hawa Masadukayo mnaoona, hawa ambao wanaijua Injili, hawa ambao wamefundishwa habari za Yesu, hawa mnaoona hawa huniheshimu kwa midomo, lakini katika mioyo yao iko mbali na mimi. Tafasiri yake nini? Tafasiri yake ni kwamba wao walikuwa wakimheshimu Yesu mdomoni, lakini kile wanachokishi ni tofauti na yaliyo maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika karne ya 21. Wapo watu wengi ambao tunamheshimu Mungu mdomoni, lakini ukija katika uhalisia wa matendo tunaishi tofauti na yaliyo maagizo ya Mungu, lakini tunaitwa na sisi kuwa ni watu wa Mungu. Biblia inaenda kusema kwamba ila mioyo yao iko mbali na mimi, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yaani kama unakuja kanisani, unahudhuria kila ibada na hauyatimizi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako, sawa na bure. Yaani hata kama ungelihudhuria kila ibada kila Jumamosi, hata kama ungelihudhuria kila mikutano ya Injili, hata kama ungefuatilia katika mitandao mambo ya Injili, ila kama haujaamua kuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako, ni sawa na bure. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wengi tulioko ndani ya kanisa, haijalishi ni mwimbaji, haijalishi ni mhubiri, haijalishi ni kiongozi, watu wengi tulioko ndani ya kanisa ni watu ambao tunaonekana kuwa ni watakatifu, lakini katika kiuhalisia hatuishi ule utakatifu ambao watu walioko nje hutarajia kuupata katika maisha yetu. Hebu jiulize, unayatimiza yaliyo mapenzi ya Mungu? Wewe ni kijana, hebu jiulize, katika ujana wako umeutumiaje? Je, ujana wako unamtangaza huyu Yesu aliye hai? Maana kuna vijana ambao tumetoka katika msingi wa neno la Mungu na tunaishi maisha ambayo Yesu anapotutazama anahuzunika. Yaani tumekuwa ni Wakristo wa mdomoni, yaani tumekuwa na upendo wa mdomoni, yaani tumekuwa watu wa mdomoni, lakini ukija katika uhalisia wa mambo hatuko pamoja na Yesu. Hebu jiulize tu wewe, jamii inayokuzunguka wanapokutazama wanasema huyu ni Mkristo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu hata majirani wanasema huyu nikimuona mbinguni. Tafasiri yake ni kwamba anaishi vibaya na jamii. Yaani kiuhalisia tunafundishwa sana habari za Mungu, na kuna wakati mwingine tumepretend kuishi maisha ya utakatifu kanisani na sio katika maisha ya uhalisia. Yaani kuna mtu kimkuta naimba,
tena umkuta anaimba sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, anavyopanda kwenda juu. Alafu nenda ukaangalie katika maisha yake uhalisi anavyoishi. Kuna mtu unamkuta yuko mibalani anavyohubiri, lakini nenda kaangalie katika maisha halisi sio kila anachokisema. Na ndio maana tulio wahubiri wa Injili na wale tulio wahubiri wa Injili na wale walio waimbaji wote kwa pamoja tukiishi kile tunachokisema, ili hawa watu wanaotusikiliza wakasema ya kwamba huyu Mungu wanayemtangaza ni Mungu wa kweli na Mungu wa hakika. Tatizo ni kwamba tunatunga nyimbo zinazosema acha uzinzi, lakini sisi ni wazinzi. Tumekuwa wahubiri ambao tukihubiri acha pombe, acha uchoyo, acha unafiki, nenda ukasamehe, lakini kiuhalisia katika maisha yetu sisi hivyo vitu hatuviishi. Tumekuwa watu ambao tunafundisha vizuri masuala ya ndoa, lakini ukiuhalisia kile tunachokifundisha hatukiapply katika maisha yetu. Acha nikwambie ya kwamba unayenisikiliza, sikiliza, Ukristo sio kuitwa Mkristo. Ukristo ni kuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Hebu jiulize katika maisha yako, unaishi vipi na jamii inayokuzunguka? Je, wewe ni miongoni mwa Wafarisayo? Kiuhalisia moja ya karne ambazo kuna Mafarisayo na Masadukayo ni karne ya 21. Yaani ni karne ambayo imejawa watu wanaoijua dini, imejawa watu wanaojua maarifa kuhusu Mungu. Ni karne ambayo imejawa na watu wenye uwezo wa kuifafanua Biblia kama alikuwepo wakati inaandikwa. Imejawa watu ambao wana uwezo wa kusimama ulimwengu unatikisika kuhusu jinsi ambavyo anaeleza habari za Mungu. Lakini kiuhalisia yeye ukienda kutazama maisha yake uhalisia hayaishi anachokizungumza. Na ndio maana hata mimi katika maisha yangu kila ninaposimama kuhubiri ninamuomba Mungu anisaidie kukiishi kile ninachokisema, ninachokihubiri. Umefundisha habari za ukarimu. Je, wewe unaishi katika maisha ya ukarimu? Unafundisha habari ya upendo. Je, unaishi katika upendo? Umefundisha habari ya kusameheana. Je, unaishi katika hayo maisha ya kuwasamehe wengine? Unafundisha katika habari ya watu kuacha unafiki, ni kweli, kuacha uongo, kuacha uzinzi, kuacha sanamu. Je, unayaishi hayo maisha ya kuacha sanamu, kuacha uzinzi na mambo mengine yasiyofaa? Mungu atusaidie. Karne ya 21 ni karne ya watu wanaomfahamu Mungu, na ni karne ya watu ambao tunataka tu Mungu atende katika maisha yetu. Yaani ukimkuta mtu ayuko katika maombi mazito, anaomba, lakini ukiyeye katika maisha yake hayuko tayari kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na ngoja nikwambie moja ya mambo ambayo yanasababisha Mungu asijibu maombi yetu. Naomba nirudie. Moja ya mambo ambayo yanasababisha Mungu asijibu maombi yetu ni pale ambapo tunayajua yaliyo mapenzi ya Mungu kwa hakika. Ni pale ambapo tunajua yaliyo makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Ni pale ambapo tunaitwa kwa jina la kuwa wa Kristo, lakini hatuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Hayo ni mojawapo ya jambo linalochangia Mungu asisikie maombi yetu. Hebu imagine, unakuta mtu anakesha katika maombi, lakini nyumbani mfanyakazi anavyomtesa.
Unafikiri Mungu atajibu maombi? Just imagine. Yaani unakuta mtu nyumbani anavyoutesa yule mdada wa kazi, halafu huko ameng'ang'ana kuomba, amesahau ya kwamba ili Mungu ajibu maombi yake ni lazima pia na yeye aishi ile mapenzi ya Mungu kutoka katika kila ambacho Mungu amemwelekeza. Ngoja nikwambie kwamba kijana mwenzangu ambaye unapambana katika maisha, jitahidi kuyaishi ile mapenzi ya Mungu. Usiyaishi mapenzi ya Mungu mdomoni, yaishi kwa matendo. Kijana ambaye unapambana katika maisha, ninakusihi na kukuomba usije ukafanya haya makosa. Usije ukapiga mimba mtoto wa mtu ukamtelekeza. Usije ukamuumiza binti fulani ukamwacha. Usije ukawafanyia watu wengine mambo ya kuwaumiza ukaondoka. Usiwafanye watu wengine walie kwa ajili yako. Usiwafanye watu wajutie uwepo wako mahali hapo. Ili Mungu ajibu maombi yako. Nisikilize. Hata kama ungeliomba vipi, kijana mwenzangu unanisikiliza, kama ulitelekeza, maybe mtoto ulimtelekeza, anateseka huko na mama yake, umempigisha mimba mtoto wa watu ukamtelekeza huko, hata kama ungeliomba vipi, maombi yako Mungu hatajibu. Umemharibia maisha binti wa watu na haukuwa na mpango naye, na umekimbia, na wewe unajiita kuwa ni mtu wa Mungu. Ngoja niwahakikishie katika siku ya leo, ngoja nikwambie, hata kama ungeliomba vipi, Mungu atasikia maombi yako. Kwa sababu kutokuyaishi mapenzi ya Mungu kunatutenga sisi na Mungu. Hivyo kijana mwenzangu, usije ukafanya haya makosa. Usije ukamtelekeza mwanamke ambaye ulipambana naye kutoka ukiwa masikini mpaka unafanikiwa. Kwa sababu hata kama utaomba vipi, Mungu atasikia maombi yako. Ni kweli ipo neema, lakini inatupasa kuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Katika karne ya 21 pamekuwepo na ongezeko kubwa sana la wazazi kulia kwa ajili ya watoto. Na watoto tumetumia mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine kudhalilisha familia. Unakuta vijana tumejirekodi video za utupu tumetupia katika mitandao ya kijamii. Tumedhalilisha familia na kuzifanya familia zihuzunike, kuwafanya wazazi walie. Ngoja nikwambie, nenda ukarekebishe, ukayaishi yale mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mojawapo ya mapenzi ya Mungu ni kuwaheshimu wazazi. Yaani wafanye wazazi wako wajivunie wewe. Mungu anatamani kuona vijana wanaobadilika. Kiwalisia Mungu anatamani kuona watu kama Ibrahimu, ambao watasimama kwa ajili ya kumwakilisha katika ulimwengu. Katika kitabu cha Tito 1 na lile fungu la 16 Biblia inasema,
Kitabu cha Tito 1 na lile fungu la 16, Biblia inasema hivi: Tito 1 na lile fungu la 16, Biblia inasema hivi: wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Ni kweli tunamjua Mungu. Ni kweli tunajua mafungu ya Biblia. Ni kweli tunajua sana vitabu vya Mama Ellen G. White. Ni kweli tunajua magombo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wanakiri ya kuwa wanamjua Mungu. Yaani ni kweli kabisa tunamfahamu Mungu. Bali kwa matendo yao wanamkana. Yaani tunamfahamu Mungu katika midomo, ila kwa matendo yetu tunamkana Mungu. Hebu just imagine, unakuta kijana wa Kiadventista amempiga mdada mimba, alafu amemkimbia. Ametelekeza mama na mtoto. Alafu unakuta huko liko naye amepiga magoti, anaomba Mungu amsaidie. Mungu ni wote wenye mwili, lakini inatupasa kuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana tuyaishi yaliyo mapenzi yake. Anasema wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Kiwalisia, wapo watu ambao tumehubiriwa sana ndani ya kanisa, na huenda ni watu ambao tumehudhuria ibada sana, lakini ukipimwa katika kila tendo lilo jema haufai. Sikiliza, nenda ukabadilike, maana bado nafasi ipo kwa ajili yako mimi na wewe. Yaani kuna watu ambao tuko ndani ya kanisa tumehubiriwa sana. Yaani habari za uzinzi imehubiriwa, habari ya ulevi imehubiriwa. Yaani kila kitu kimefunuliwa na Mungu katika karne hii. Lakini tatizo ipo katika utekelezaji. Hatuko tayari kuishi sawasawa na yaliyo mapenzi ya Mungu. Ila tukija katika hoja ya kumwomba Mungu atimize mahitaji yetu, unakuta watu mpaka tunakesha. Lakini ngoja nikwambie, haina haja ya kukesha. Nenda ukatimiza mapenzi ya Mungu, alafu mwambie Mungu, Mungu sikiliza, ni 1 2 3, ninakusihi unifanyie jambo hili. Katika Biblia kuna mfalme mmoja aliyeitwa Hezekia. Mfalme Hezekia, Biblia inasema wakati wa utawala wake alifanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Akaenda katika njia za Mungu, akaenda katika ukamilifu, akatoa yote mabari yote, akatoa yote miungu ya sanamu, akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Huyu mwanaume ikafikia siku moja akaugua karibu na kufa. Nabii Isaya anatumwa aende akamwambia kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, la sivyo utakufa. Huyu jamaa Hezekia anaitii sauti ya Mungu, anabadilika, anamwelekea Mungu. Katika maombi yake anamwambia Mungu, kumbuka nilienda katika moyo wa ukamilifu. Sikiliza, yaani ishi katika maisha yaliyo matakatifu, ili kuna siku utamwambia Mungu, sikiliza, mimi unanijua mtumishi wako jinsi ninavyoenenda katika njia yako, ninakusihi ufanye hili. Hezekia anamwambia Mungu, sikiliza, nimeenda katika njia zako, nimetembea katika maelekezo yako, nimeishi katika kusudi lako, na sasa niko naumwa, ninakusihi na kukuomba uniponye.
Mungu anasikia maombi ya Hezekia na anamponya, anamuongezea miaka 15 ya kuishi. Ngoja nikwambie katika siku ya leo, inakupasa ufanye jambo ambalo hata kuna kipindi ambacho utakuwa hata unaumwa, utamwambia Mungu, kumbuka mahala fulani nilifanya jambo kwa ajili yako. Ngoja nikwambie kitu. Ukipata nafasi ya kumtolea Mungu, mtolee Mungu. Ngoja hivi. Ukipata nafasi ya kumtolea Mungu, mtolee Mungu, ili siku moja ambapo huenda utakuwa unaumwa, utamwambia Mungu, kumbuka uliponibariki nilifanya 1, 2, 3. Ninakusihi uniponye. Ninakuhakikishia Mungu ni mwaminifu, atakuponya. Katika kitabu cha Mathayo 7:21 Biblia inasema, si kila anitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Yaani tafasiri yake ni kwamba kuja kanisani sio tiketi ya kwenda mbinguni. Ni kweli hatutendi matendo mema ili tuende mbinguni, lakini ili tufaye kuingia katika ufalme wa Mungu ni lazima tuishi yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Hatutendi matendo mema ili tuingie mbinguni, lakini ili tufaye kwa ajili ya uzima wa milele, kuingia mbinguni, ni lazima tuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Anasema kwamba si kila mtu anitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wangu. Maana kuna watu ambao tunamuita, tunasema sana Bwana Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwanza. Yesu anakuja, jiandae, lakini maisha yetu hayana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amua kubadilika. Umeishi ndani ya kanisa muda mrefu sana, miaka hiyo yote hiyo umekaa tu pale pale. Amua kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu ambao watakaa ndani ya kanisa miaka mingi sana, watasema neno Bwana Bwana kwa miaka mingi sana, lakini mbingu wataishia tu kuisikia katika maandiko ikifundishwa. Kuna msemo unasema mbingu wataisikia kwenye bomba. Mungu wa mbinguni anatamani kuona watu walionyoka. Biblia ndio inasema hivi katika, bali yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ngoja nikwambie, asikudanganye mtu. Tumeokolewa kwa neema, ndio kabisa, lakini inatupasa kuyaishi mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ili tuingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Asikudanganye mtu. Ni neema ndio, ila ili ufae kwa ajili ya uzima wa milele lazima yaishi yale mapenzi ya Mungu. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako. Kwa hiyo mtu asikutishe akiwa anatabiri kwa jina la Bwana. Mtu asikutishe. Yaani mtu akiwa anatoa unabii kwa jina la Mungu na unatokea, asikutishe. Mtu akiwa anatoa mapepo kwa jina la Yesu, asikutishe. Mtu ambaye atafanya miujiza mingi kwa jina la Bwana, asikutishe. Kwa sababu Biblia inasema hivi, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikiliza, kuna walio waovu wanaofanya miujiza. Kuna walio waovu ambao wanatumia jina la Mungu, jina la Yesu kufanya miujiza. Kuna walio waovu wanaotumia jina la Yesu kutoa mapepo. Kuna walio waovu wanaotumia jina la Yesu kutoa unabii. Kuna walio waovu wanaoonekana kana kwamba ni watu wazuri, ila kumbe ni mbwa mwitu. Sikiliza,
Mungu anahitaji watu wanaoishi katika yale mapenzi yake. Watakaoishi katika yale mapenzi ya Mungu ndio watu wale watakaookolewa Yesu anaporudi mara ya pili. Yesu mwanaume, yeye pia aliyaishi yale mapenzi ya Mungu. Wakati Yesu alipokuwepo hapa duniani katika mission ya kumkomboa mwanadamu, yeye pia aliishi yale mapenzi ya Baba. Yeye pia aliyafanya yale aliyoagizwa na Baba yake. Yeye pia aliishi maisha ya kumtii Mungu. Yeye pia aliishi maisha ya kumtii Baba yake. Yeye pia aliishi maisha ambayo ni mfano kwetu katika maisha yetu. Yeye alikuwa mtii mpaka mauti ya msalaba, mpaka akapitia mateso kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Na ndio maana anasema katika bustani ya Getsemani, anasema kwamba nisipokinywea kikombe mapenzi yako yatimizwe. Tafasiri yake ni kwamba Yesu pia aliishi katika mapenzi ya Baba yake. Kwa hiyo katika siku ya leo, Mungu Yesu anapokuja mara ya pili, anakuja kuchukua wale wote ambao wataishi katika watakaoishi katika mapenzi yake. Yesu haji kuwachukua watu waliokaa ndani ya kanisa kwa muda mrefu. Yesu haji kuwachukua watu waliokuwa na title kubwa kanisani. Yesu haji kuchukua watu waliokuwa wahubiri wakubwa. Yesu haji kuchukua watu waliokuwa waimbaji wakubwa. Yesu haji kuchukua watu ambao huenda walizaliwa ndani ya kanisa. Yesu haji kuchukua watu ambao walihudhuria sana kanisani. Yesu anakuja kuchukua watu walioishi mapenzi ya Baba yake. Watu ambao walifanya sawa sawa na makusudi ya Mungu. Watu ambao waliishi katika njia ya Mungu na kuyafanya yale mapenzi yake. Hao ndio watakaomlaki Yesu mawinguni. Haijalishi umefanya injili kwa muda kiasi gani, haijalishi umehubiri watu wangapi wameokolewa, lakini kama mwenyewe hiyo injili haikusogezi karibu na msalaba wa Kalvari, sikiliza, kwako haitakuwa na faida, kwa sababu wokovu wa mtu watakiwa uanze na wewe. Kwa hiyo wale mnaonisikiliza kutoka katika mitandao ya kijamii, nisikilizeni katika siku hii ya leo. Wale ambao tuko ndani ya kanisa na wale walioko nje ya kanisa, wote mapenzi ya Mungu yamefunuliwa kwenu. Kupitia wachungaji, mapenzi ya Mungu yamefunguliwa kwenu. Kupitia waimbaji, sikiliza, kama uko nje ya kanisa na unaishi katika maisha ya urahibu wa madawa ya kulevya, unaishi katika maisha ya unywaji wa pombe, unaishi katika maisha ya ngono, sikiliza, haya sio mapenzi ya Mungu. Sikiliza, mapenzi ya Mungu ni kutoka katika hayo maisha uje uyaishi yale mapenzi ya Mungu. Ndio maana Bibi Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, maana nitawapumzisha. Sikiliza, Yesu anatoa wito kwa ulimwengu wote, watu walioko ndani ya kanisa na walioko nje ya kanisa. Sote tunaitwa kuyaishi yale mapenzi ya Mungu. Haijalishi status ya mtu ndani ya kanisa, haijalishi title yako ndani ya kanisa, wote tunaitwa kuyaishi yale mapenzi ya Mungu ili kujiandaa Yesu anapokuja mara ya pili. Sikiliza, wale ambao tumehubiriwa kwa muda mrefu, sikiliza, wale ambao mlioko nje ya kanisa, wale ambao bado hamjamkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yenu, sikiliza, katika mitandao ya kijamii mmeipata injili, huenda katika mikutano mmeweza kuisikia injili. Sikiliza, ni wakati wa kuokoka, maana Yesu amekaribia kuja. Ni wakati wa kuchukua maamuzi ya kumfuata Yesu, maana amekaribia kuja. Dalili zinaonyesha kwamba Yesu anakuja, na Yesu suni atakapokuja, walio watakatifu walioishi mapenzi ya Mungu ndio wale watakaochukuliwa wamlaki Yesu mawinguni. Wewe sikiliza, chukua maamuzi ya kubadilika siku ya leo, ili Yesu anapokuja uwe miongoni mwao watakaomlaki Yesu mawinguni. Sikiliza, usifanye moyo wako kuwa mgumu kusikiliza sauti ya Mungu.
Usiufanye moyo wako kuwa mzito kufanya yale mapenzi ya Mungu. Usijifanye kuwa hausikii kile unachofundishwa. Usijifanye kana kwamba hauoni matendo ya Mungu katika maisha yako. Sikiliza, katika siku ya leo Mungu anatamani kutupatia uwezo wa kushinda dhambi. Sikiliza, ni kweli kuna wakati hatuwezi tukayatimiza yale mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kuna wakati ni kweli tumehubiriwa habari za kuyaishi yale mapenzi ya Mungu. Kuna mtu fulani hapa ananisikiliza, lakini yeye anatamani kuyaishi yale mapenzi ya Mungu, lakini anashindwa. Amekuwa na shauku ya kuyaishi yale makusudi ya Mungu, lakini anashindwa. Sikiliza, ipo neema ya Kristo, yenyewe ina uwezo wa kukupa ushindi katika maisha ya dhambi. Neema ya Kristo ina uwezo wa kukupatia nguvu ya kuyaishi yale mapenzi ya Mungu. Ni dhahiri ya kwamba hatuwezi tukayaishi yale mapenzi ya Mungu pasipo neema ya Yesu. Sikiliza, neema ya Yesu yazidi maovu yetu. Kwa hiyo usiogope kubadilika kutoka katika hayo maisha ulionayo. Usijiogope katika maisha ya dhambi uliyoyaishi. Neema ya Kristo inazidi uovu wa wanadamu. Neema ya Kristo inazidi maisha ya uovu tuliyoyaishi, na ndio maana yeye kupitia neema ya msalaba wa Kalvari tunasamehewa. Kupitia neema ya Yesu Kristo tunapewa uwezo wa kuyaishi yale makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo katika siku ya leo na kupatia wito katika siku ya leo, yatoe maisha yako kwa Yesu. Sikiliza, usiwe mtu wa kukaa tu kila siku unahubiriwa lakini hauko tayari kubadilika. Nisikilize, umehubiriwa mara nyingi sana, ni wakati wa kumpatia Yesu maisha yako. Sikiliza, katika mitandao ya kijamii umehubiriwa sana, umekutana na mahubiri mengi sana, watu wakieleza habari za Mungu, watu kutoka makanisa mbalimbali wamefunua neno la Mungu, na hizo klipu umekutana nazo. Sikiliza, ni wakati wa kumtii, wa kumkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Ninakushukuru wewe ambaye unatoa maisha yako kwa Yesu. Yesu atakupatia neema itakayokupatia ushindi katika maisha ya dhambi. Yesu atakupatia neema ya kuweza kuyaishi yaliyo mapenzi yake. Yesu atakupatia neema ya kuenenda sawa sawa na mapenzi yake. Cha kufanya wewe mpatie maisha yako, ili yeye kupitia neema ambayo ilipatikana katika msalaba wa Kalvari akupatie ushindi. Mungu wa mbinguni akubariki. Tunapoenda kuomba, tusimame tuombe, na Mungu wa mbinguni awabariki sana wale ambao mnajitoa kwa ajili ya kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yenu. Kuna wale ambao wanatusikiliza kutoka katika mitandao ya kijamii. Usiogope kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Kuna wakati unaweza kutamani kumpokea Yesu, lakini ukajikuta nafsi zinashindana ndani yako. Unaona ni kana kwamba unataka kwenda, lakini nafsi nyingine inasita. Sikiliza, inakupasa kushinda nafsi ya kushindwa ili umpatie Yesu maisha yako, akupe neema ya kushinda dhambi na kuyaishi yale mapenzi yake. Tuombe. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni, ninakusihi na kukuomba utusaidie kuyaishi yale mapenzi yako katika maisha yetu. Nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen.